Kwanza ni mukhtasari wa habari hizo. Viongozi wa Marekani, Umoja wa Ulaya na Ukraine kukutana mjini Paris kujadili mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Kundi la Hamas limesema Israel inatumia njaa kama silaha ya vita huko Gaza. Na viongozi wa nchi za Ghuba na Mashariki ya Kati waanza ziara katika mataifa mbalimbali kabla ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Habari kamili. Paris. Viongozi wa ngazi za juu wa Marekani, Umoja wa Ulaya na Ukraine wanatarajiwa kukutana hivi leo mjini Paris kujadili hatima ya mzozo kati ya Urusi na Ukraine na kukwama kwa juhudi za amani. Mkutano huo utahudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump Steve Witkoff, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na waziri wake wa mambo ya nje Jean-Noel Barrot. Viongozi hao wanatarajia pia kujadili mzozo wa Mashariki ya Kati. Ukraine itawakilishwa na waziri wake wa mambo ya nje Andriy Sybiha pamoja na mkuu wa ofisi ya Rais Andriy Yermak, ambaye amesema watakutana pia kwa mazungumzo na viongozi wa Ujerumani, Uingereza kuhusu swala la dhamana ya usalama ikiwa kutafikiwa mpango wa amani. Gaza. Shirika la ulinzi wa kiraia huko Gaza limesema leo kwamba wimbi la mashambulizi ya anga ya Israel kwenye kambi nyingi za Wapalestina waliokimbia makazi yao limesababisha vifo vya watu 25. Msemaji wa shirika hilo Mahmoud Basal amesema mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo yalilenga mahema kadhaa katika eneo la Al-Mawasi katika mji wa kusini wa Khan Yunis na katika mji wa kaskazini wa Beit Lahia. Wakati huo huo, kundi la Hamas limesema Israel inatumia njaa kama silaha ya vita, wakisema ni sawa na kukiri hadharani kwa Israel kufanya uhalifu wa kivita kwa kuzuia makusudi mahitaji muhimu kama vile chakula, dawa, maji na mafuta kwa raia wasio na hatia. Israel ilisema hapo jana kuwa hakuna msaada wowote wa kibinadamu utakaoruhusiwa kuingia katika ardhi ya Palestina, huku waziri wake wa ulinzi Israel Katz akidai hiyo ni mojawapo ya njia za kuishinikiza Hamas iwaachilie mateka, huku ikituhumu kundi hilo la wanamgambo kwa kuichukua misaada hiyo ili iuendeleze utawala wake. Moscow. Viongozi kadhaa wa nchi za Ghuba na Mashariki ya Kati wameanza ziara katika mataifa mbalimbali kabla ya kuanza siku ya Jumamosi mjini Roma kwa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wamewasili mjini Moscow, ambapo wanatarajiwa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, huku waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia mwanamfalme Khalid bin Salman akielekea mjini Tehran. Duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran ilifanyika mjini Muscat huko Oman, katika wakati ambapo Rais Donald Trump na kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei wamekuwa wakirushiana maneno makali na vitisho. Hata hivyo, mazungumzo hayo yanatarajiwa kuwa magumu kwa kuwa Iran imesisitiza kwamba haki yake ya kurutubisha madini ya urani haiwezi kuwa sehemu ya majadiliano. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Phnom Penh. Rais wa China Xi Jinping amewasili hivi leo nchini Cambodia kwa ziara ya siku mbili ambayo inazingatiwa kama fursa ya kuimarisha mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Xi atakutana na viongozi mbalimbali wa Cambodia, ikiwa ni pamoja na Waziri Mkuu Hun Manet aliyesema hivi majuzi kuwa China ni mshirika muhimu ambaye ameisaidia nchi hiyo kiuchumi na kijamii. Ziara hiyo ambayo ni ya kwanza tangu mwaka 2016 itahitimisha safari ya Xi kwenye nchi tatu za kusini mashariki mwa Asia iliyozijumuisha Vietnam na Malaysia. Katika miaka ya hivi karibuni, China imekuwa ikiongeza ushawishi wake katika eneo hilo kwa kutumia uwezo wake mkubwa wa kiuchumi. Kigali. Rwanda na timu ya kandanda ya Ufaransa ya Paris Saint-Germain PSG zimetangaza kurefusha hadi mwaka 2028 ushirikiano wao wa kukuza sekta ya utalii katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki
ambayo imekuwa ikikosolewa kwa uungwaji wake mkono kwa waasi wa M23 huko mashariki mwa Kongo. Katika wiki za hivi karibuni, nchi kadhaa za magharibi zimeiwekea Rwanda vikwazo kutokana na uungwaji wake mkono kwa kundi hilo la wapiganaji katika eneo hilo la kimkakati lenye utajiri wa rasilimali za madini baada ya kuiteka miji ya Goma na Bukavu. Ushirikiano huo unaitaka timu ya Paris Saint-Germain kuchapisha maneno ya Visit Rwanda kwenye fulana za wachezaji na vifaa vya mazoezi katika dhamira ya kukuza utalii wa Rwanda, ambayo pia hulipia aina hiyo ya matangazo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Asante Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari na kwaheri. Na hivi sasa tunapata nafasi ya kutazama uchambuzi wa dunia yetu mchana huu, tukianzia huko Mashariki ya Kati ambako kundi la Hamas limeishutumu Israel kwa kujaribu kuwaua kwa njaa wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Na Umoja wa Mataifa wasema kanda ya Maziwa Makuu bado imenasa katika mgogoro kutokana na uhasama wa kisiasa na uchu wa rasilimali. Lakini pia tutaimulika hali ya kisiasa huko nchini Tanzania ambako kwa sasa gumzo kubwa bado ni kuinguliwa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba kwa chama kikuu cha upinzani Chadema. Hapa DW utasikia mtazamo wa mwanasheria na mchambuzi wa siasa Tanzania Jenerali Ulimwengu, swali kubwa likiwa kuna haki ya kisiasa Tanzania? Hakuna uwezekano wa kupata haki katika hali tulionayo hivi sasa. Ni kwamba hali imekuwa ni mbaya sana. Utasikia mengi kuhusiana na hayo na naamini utakuwa na mchango wako. Vile vile msikilizaji, kaa nasi kwa mengi zaidi. Asante kwa kujiunga nasi, iwe ni kwenye YouTube, kwenye redio wa shirika na vile vile Facebook, Instagram, lakini pia naamini unapitia TikTok yetu. Ni DW Kiswahili mchana. Tunaanzia uchambuzi Mashariki ya Kati ambako kundi la wanamgambo wa Hamas limeshutumu Israel kwa kujaribu kuwaua kwa njaa watu wa ukanda wa Gaza baada ya Israel kutangaza upya kuendelea kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia katika ardhi hiyo ya Palestina. Mbali na shutuma hizo, kundi hilo pia limesema Israel imeendeleza wimbi la mashambulizi kwenye ukanda wa Gaza na kusababisha vifo vya karibu watu 25. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Kundi la Hamas kwenye taarifa yake limesema hatua ya Israel ya kuzuia misaada kuingia ukanda wa Gaza inadhihirisha wazi ya kwamba taifa hilo linafanya uhalifu wa kivita ambao ni pamoja na kutumia njaa kama silaha na kuzuia bidhaa muhimu kama dawa, maji na mafuta kuwafikia watu wasio na hatia kwa wiki 7 mfululizo. Israel ilitangaza kuendeleza hatua hiyo iliyodumu kwa wiki 6 sasa. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema jana Jumatano kwamba zuio hilo ni moja ya mbinu za shinikizo zaidi dhidi ya Hamas ambao Israel inawashutumu kwa kuichukua misaada hiyo badala ya kuwafikia walengwa ili kuendeleza udhibiti wake. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na misaada ya kiutu OCHA, karibu watu wote wa Gaza kwa sasa wanategemea chakula kinachoandaliwa kwenye majiko ya umma yanayosaidiwa na mashirika ya misaada. Namna nyingine ya kupata chakula kwenye eneo hilo ni kutoka kwenye masoko, lakini ni bahati mbaya kwamba wengi wao hawawezi kununua kwa sababu ya ongezeko kubwa la bei, huku bado kukishuhudiwa upungufu. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Tremblay amesema jana Jumatano kwamba pamoja na kitisho cha njaa, karibu nusu milioni ya watu wa Gaza wameyakimbia makazi yao tangu Machi 18 wakati Israel ilipoanzisha upya mashambulizi dhidi ya Hamas. Amesema umoja huo kwa sasa unashindwa kabisa kusambaza mahema kwa ajili ya watu hao kutokana na vizuizi vilivyowekwa na Israel. Uhasama katika ukanda wa Gaza unaendelea kuathiri vibaya raia na kusababisha vifo zaidi, watu kukimbia na uharibifu wa miundombinu muhimu. Washirika wetu wa kibinadamu wanakadiria kuwa tangu Machi 18 karibu watu nusu milioni wamelazimika kuhama au kufukuzwa kwa mara nyingine tena. Wanatuambia haiwezekani tena kusambaza mahema kwenye eneo la Gaza. Tukigeukia uwanja wa mapambano
taarifa kutoka idara ya usalama wa umma ya Gaza imesema mapema leo kwamba Israel imefanya mashambulizi ya angani na kushambulia kambi nyingi za Wapalestina waliokimbia makazi yao katika eneo hilo pamoja na kuua watu wasiopungua 25. Msemaji wa idara hiyo Mahmoud Basal amesema mashambulizi hayo ya usiku wa jana yalilenga baadhi ya mahema katika eneo la Al-Mawasi kusini mwa mji wa Khan Yunis na kuua watu 16, wengi wao wakiwa ni akina mama na watoto, huku watu wengine 23 wakiwa wamejeruhiwa. Basal amesema mashambulizi mengine mawili kwenye kambi za watu waliokimbia makazi yao yalisababisha vifo vya watu 8 na kuwajeruhi wengine kadhaa. Alikuwa ni Lilian Mtono na taarifa hiyo inayotuondoa Mashariki ya Kati katika mgogoro huo wa Gaza. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika nchi za Maziwa Makuu amesema eneo hilo bado limenaswa katika mzozo uliokithiri na unaochochewa na uhasama wa kisiasa, makundi ya wapiganaji na uchu wa rasilimali. Akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Xia Huang amesema lazima kuweko juhudi zaidi ili kurejesha utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, mpatanishi mpya wa mzozo huo wa Kongo, Rais wa Togo Faure Gnassingbe amefanya ziara yake ya kwanza mjini Kinshasa. Taarifa zaidi na Saleh Mwana Milongo. Akiwasilisha ripoti ya kila baada ya miezi mitatu kuhusu utekelezwaji wa mkataba wa amani na usalama kwa Kongo na nchi za Maziwa Makuu, Xia Wang amelionya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu uwezekano wa mzozo mpana zaidi katika eneo hilo. Tulichoona hadi sasa ni ushindani wa malengo ya kisiasa na usalama yaliyotangazwa wazi katika maeneo ya kimkakati yenye maslahi yanayochochewa na kuwepo kwa makundi mengi yenye silaha, unyonyaji haramu wa maliasili, lakini pia kutokuwepo kwa mamlaka za serikali ya Kongo katika maeneo haya. Kwenye kikao hicho cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Xia Wang amesema azimio la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya usitishaji mapigano linaendelea kupuuzwa na pande hasimu. Wang ametoa wito wa kuweko na dhamira ya kisiasa ambayo kwa sasa amesema bado ni ndoto. Kwa upande wake, waziri wa Kongo wa mambo ya nje Therese Kaikwamba, ambaye pia alishiriki mkutano huo wa Baraza la Usalama, amesema kuwa hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota zaidi mashariki mwa Kongo. Kaikwamba ameutaka Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka. Katika ongezeko la mienendo hii ya uvamizi wa kijeshi na kisiasa, kuna pia dharura nyingine ya kusikitisha ambayo ni mzozo wa kibinadamu. Kupunguzwa kwa bajeti iliyowekwa kwa mashirika ya kibinadamu katika mfumo wa Umoja wa Mataifa kunaathiri sana uwezo wao wa kuchukua hatua. Huu ni wito mzito ambao tunatoa kwa jumuiya ya kimataifa. Dharura ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kusubiri tena. Kufuatia mzozo huo nchini Kongo, Angola imependekeza kuweko na mkutano wa kilele wa marais wa kanda hiyo pamoja na wadau wa kimataifa ili kutafuta suluhisho la kudumu. Kwa upande wake, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeomba juhudi zote za upatanishi zifanywe kwa pamoja ili kuweko na matokeo chanya. Wakati huo mjini Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi alikuwa na mazungumzo na mpatanishi mpya wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya mzozo wa Kongo. Rais wa Togo Faure Gnassingbe aliwasili mjini Kinshasa akitokea Luanda, Angola, ambako alikutana na Rais Joao Lorenzo ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Hata hivyo, Faure Gnassingbe alikataa kuzungumza na waandishi habari baada ya mashauriano yake na Felix Tshisekedi. Na tuelekee hivi sasa nchini Tanzania kutazama hali ya kisiasa na kinachoendelea wakati huu katika taifa hilo. Katika kikubwa ambacho tunakiona ni mjadala mkubwa ambao bado unajikita katika hatua ya kuinguliwa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba kwa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema baada ya kukataa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi kwa mwaka huu wa 2025. Sudi Mnete amezungumza na mwanasheria na mchambuzi wa siasa za Tanzania Jenerali Ulimwengu, ambapo pamoja na kutoa mtazamo wake kuhusu hali ya kisiasa Tanzania, kwanza anajibu hicho kilichokifika Chadema. Unapojadili hali ya shughuli yote inayofanyika katika nchi hii kuhusiana na uchaguzi na mpangilio wa masuala ya kisiasa, tusizungumze kama vile tunatafuta haki au nini. Hakuna uwezekano wa kupata haki katika hali tulionayo
hivi sasa. Ni kwamba hali imekuwa ni mbaya sana na mambo mengi yamekuwa yanakwenda hovyo hovyo. Ni hali ya kawaida imezoeleka sasa kwamba shughuli tunazofanya zinakuwa zimegubikwa na uvunjifu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Unasema kwamba imezidi kuongezeka ikilinganishwa na huko nyuma, kwa namna ipi? Tangu mwaka 1919 na 20 ndio kusema katika serikali, uchaguzi wa serikali za mitaa na uliofuata uchaguzi mkuu, na mwaka jana wanaoendesha nchi hii wameamua kwamba hakuna uchaguzi, watafanya sarakasi zao na mwisho wa shughuli nzima watajitangaza wao wamepata 99.1 na kadhalika, lakini si kweli kwamba kuna uchaguzi. Kuna uchaguzi mwaka 2019 wala hakuwa na uchaguzi mwaka 2020, na mwaka jana katika uchaguzi walichoita uchaguzi wa serikali za mitaa huko na uchaguzi. Mtu anaweza kuhoji kwamba njia bora zaidi ingekuwa ni vyama vyote vya siasa vichukue msimamo mmoja badala ya chama kimoja tu kushinikiza mageuzi. Je, udhani kwamba Chadema pengine wamechukua uamuzi wa haraka au wa kukurupuka? Labda hiyo ingekuwa katika hali ya kawaida, hiyo ndio ingekuwa busara ya kufikiria kwamba vyama vyote vinakuja pamoja, lakini sasa katika msafara wa mamba na kenge wamo. Nani sasa kwa hali iliyopo unadhani anastahili kuelekezewa lawama kwa masaibu haya yote ya Chadema? Ukiangalia mwenyekiti amefunguliwa mashtaka ya uhaini na sasa chama pia kimefungwa nje ya uchaguzi kwa miaka hiyo 5. Nani anastahili kuelekezewa lawama? Ni mkuu wa shughuli zote hizo za zilizozungumza zote za uchaguzi, utaratibu wa uchaguzi. Kuna mamlaka ya serikali na ndio hiyo ambayo inahusika na kila kitu. Ni mwanasheria na mchambuzi wa siasa huko Tanzania, Jenerali Ulimwengu, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete hapo kuhusiana na hali inayoendelea huko nchini Tanzania.